balance sauti. Na kuomba sana balance sauti. Ni bonge moja la simulizi lakini balance sauti. Wale watu wakubwa tumeelewana lakini balance sauti. Msikilizaji, karibu sana katika hii simulizi tamu sana. Simulizi ambayo itakwenda kukusisimua, kukuburudisha na kukufanya ujisikie raha na amani sana pale unapoenda kusikiliza kuanzia mwanzo mpaka pale nitakapokuambia bye bye. Kumbuka langu jina ni Lucas Lumbasi. Naam. Simulizi yetu bwana inaanza kwa kumtazama kijana mmoja aliyekuwa ameketi kando ya barabara kulikolazwa zaidi ya nguzo za umeme kama 10 hivi. Alikuwa anaongea na simu. Akasema ya kwamba kwa hiyo mkuu utanisaidia hiyo 20 nilipie kodi pale ama na nitakurudishia chuma ikishaingia mtaani soon tu nitakurudishia. Aliongea hivyo. Kijana huyu msikilizaji anaitwa Clara. Alikuwa ameinamisha kichwa, ni mweusi sana. Alikuwa amenyoa pembeni afu katikati kwenye kichwa chake pale katikati akiacha nywele ndefu ambazo zilizosokotana kutokana na kutokuchanwa kwa muda mrefu. Huku akizipaka bleach ya rangi ya moto. Mkono wake wa kulia ulishikilia simu huku mkono wa kushoto ukiwa una kijiti anachimbua tu kwenye mchanga chini. Anaonekana dhahiri kutokuwa na furaha kabisa katika maisha yake. Ghafla sauti ilisikika ikimuita Clara. Ilikuwa ni sauti ya kike iliyomfanya ainue uso wake na kutazama. Akakutana na uso wenye tabasamu wa binti mmoja aliyekuwa mzuri sana. Alikuwa amevaa abaya nyeusi, kichwa akikifunika vizuri tu na kuacha sehemu ya uso tu kuonekana, huku mwili wote ukitandwa na nguo isipokuwa viganja vya mikono, ambapo mkono mmoja alishikilia pochi na mwingine ukiwa na mfuko ulioonekana kujaa matunda na viungo vya kupikia. Sasa Clara akasema, "Oh, Feti." Alisema sasa akikata simu aliyokuwa nayo na kuinuka akaweka simu mfukoni na kufutafuta vumbi mikononi. Feti akauliza, "Vipi, mbona nimekuita mara nyingi afu hata unisikii?" Clara akasema, "Nilikuwa naongea na mshikaji hapa, kwa hiyo akili haikuepo kabisa." Alisema Clara na kumpa mkono kwa ishara kumsalimia binti. Na binti aliinua ule uliokuwa na mfuko kisha wakasalimiana, japo hakugusisha kiganja bali mkono usawa kuvalia saa. Binti Feti alipomtazama huyo kijana aligundua yupo kawaida. Midomo ilimkauka, alafu macho alikuwa mekundu sana. Akamuuliza, "Unaumwa?" Alimuuliza huku sasa akimkagua juu mpaka chini. Alivalia t-shirt nyeusi na chini alikuwa na kaptura ya jeans tu ambayo mwanzo ilikuwa suruali ikakatwa, alafu sasa miguuni alivalia viatu maarufu vya Crocs lakini zikiwa sio zile original bali za bei rahisi tu na zilionyesha kuchoka. Sasa Clara akasema, "Hapana, siumwi, kwa nini unaniuliza?" Feti akasema, "Midomo imekukauka alafu pia macho mekundu, au umekula skanka nini?" Wote walicheka, maana skanka ni aina ya bangi. Clara akasema, "Sister, mimi sivutagi bangi bwana." "Vipi, mbona unatembea kwa miguu?" Feti akajibu, "Nimekukosa kijiweni nikaamua kutembea, sio mbali hata." "Kwa nini? Hamna pikipiki zingine?" "Maana mimi ni wiki sasa sina pikipiki." Ni kweli zipo, ila wale wakaka wana tabia mbovu. Kuna mmoja anaitwa Diki. Amenichukua tu mara moja na kuanza kunitongoza, ananisumbua sana. Ndio maana nikaamua tu kutembea kwa mguu leo. Afuna nikupigia hata upatikani. Clara aliushika mzigo yule binti, ndipo binti akamzuia, akamwambia, "Vipi tena?" Aliuliza Feti. Clara akasema, "Mimi nataka nikusaidie tutembee wote." "Kwamba unanisindikiza ama?" "Ndio, twende tu. Mimi sina ninachofanya hapa." Feti alimkabidhi mzigo kisha wakaanza kutembea. Binti akamuuliza, "Kwa nini ulikuwa umekaa hapo mwenyewe sasa? Au kuna mtu ulikuwa unamsubiri?" "No, hapana, ni magupo kaa nyumbani. Baba mwenye nyumba ananiangalia vibaya sana maana sijalipa kodi yake wiki sasa." Alisema Clara huku akitembea. "Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa hapa natembea taratibu ili usiku ukiingia bwana niingie kimya kimya." Alisema huko kitabasamu, lakini tabasamu lile lilionekana dhahiri lilikuwa bandia. Hakuwa na uso wa furaha kabisa. "Pole, sasa kwani hujalipa kodi?" "Sina, ndio nilikuwa namkopa mshikaji hapo anisaidie nimlipe afu wiki ijayo. Japo sina uhakika wa kuipata nitaweza kumrudishia. Maisha ni magumu sana ise, natamani kurudi nyumbani kwa mzee." "Wewe usirudi nyumbani. Mwanaume unapaswa ukomae mpaka kieleweke, sawa?" "Sawa, ila
Lakini kwani kodi unalipa shilingi ngapi mpaka ushindwe? Anataka 30,000 tu kwa miezi mitatu. Oh, kwa maana anataka 90,000 si ndio? No, hapana. Yaani kwa mwezi ni 10,000, miezi mitatu ni 30,000. Alisema Clara, kauli iliyomfanya binti asimame na kumtazama kwanza kwa mshangao. Clara aliyekuwa ameshapiga hatua 3 mbele alisita na kugeuka akamtazama Feti ambaye alikuwa anamshangaa. Mbona nishangaa? Yaani unasemaje? Yaani 10,000 kodi ya chumba? Ya, 10,000. Yaani hicho chumba cha 10,000 yani ndio chumba cha aina gani hicho? Aliongea Feti huku akiwa ameshika kiuno. Na walianza kutembea bado akiwa ameshika kiuno. Cha hadhi yangu tu. Unatania bwana, kweli vile. Lakini sina, kwa kweli nilikuwa nakopa 20,000, najua nikimpa yule mzee ya miezi miwili atanikubalia. Hakika maneno yalimwishia Feti. Alishindwa hata kusema kitu. Yeye alikuwa anaishi peke yake. Alikuwa ana seble chumba, tena chomo jiko. Alafu alikuwa akilipia shilingi 150,000. Kichwani yalimjia mawazo kibao kwamba yeye kodi yake ya mwezi mmoja kwa yule kijana ingeingia miezi 15, ambayo ni mwaka na miezi mitatu. Ajikuta anacheka na kusema, alhamdulillah. Unanicheka? Hapana, kuna kitu nimefikiria tu. Okay. Binti alipokea simu, alafu akawa anaongea na mwenzake kwenye simu. Walikuwa wanaongea huku anatembea. Na vitu walivyokuwa wanaongelea vilihusiana na swala zima la kesi za mahakamani. Maana yule binti alikuwa akijitolea katika mahakama, kwani alikuwa anapenda sana kuwa hakimu licha ya kutokumaliza shule ya sheria maarufu kama Law School of Tanzania, ambayo ingempa vigezo vya kuajiriwa kama hakimu au kuwa wakili tu wa kujitegemea au hata wakili wa serikali. Binti huyu alijitolea mahakamani pale akipewa pesa kidogo, lakini hakujali, alitafuta experience tu ili akienda shule ya sheria aweze kufaulu vizuri, kwani ile ni elimu ya matendo ya mahakamani. Baba yake alikuwa ni mtu mwenye mahari kadhaa na mwenye asili ya Kizanzibar, lakini aliwekeza kote Tanzania bara na Zanzibar. So milioni hizi 50, 100 alizishika sana. Hivyo akawa na uchumi mzuri uliopelekea kuendelea kumhudumia binti huyo ambaye alikuwa anaishi mkoani Arusha, huko baba na mama yake wakiwa jijini Dar es Salaam. Katika kutembea, harufu za ndizi mbivu zilizopanda kutoka kwenye ule mfuko aliokuwa ameushika kijana, na kutokana na kutokula tangu asubuhi, mate alimjaa mdomoni na kujikuta anatamani kuzila. Baadaye walifika nje ya geti la nyumba na binti alikata simu kisha akamwambia Clara ya kwamba asante kwa kunisindikiza, huku sasa akipokea mfuko ule na kuweka chini kwanza. Clara akasema usijali. Alisema sasa akionekana kuna kitu anataka kusema. Binti alitabasamu tu, halafu akafungua pochi na kutoa ufunguo kisha akafungua geti na kuingia ndani. Bado Clara alimshangaa. Ndipo Feti akasema bye. Clara aligeuka na kutaka kuondoka ila hakuweza kupiga hatua. Aligeuka na kuita Feti. Feti akamtazama na kuitika Rebecca. Naomba ndizi moja basi nile. Harufu yake imenipa njaa ya ghafla. Oh, ndizi tu. Alinama kisha akatoa ndizi kwenye mfuko na akampatia. Ila alisita kusema kwamba twende ndani kakuonyeshe kitu. Yaani ndani kwako tena? Aliuliza Clara, halafu binti akakubali kwa kutikisa tu paji la uso, halafu akatabasamu. Clara alipiga hatua kuingia ndani. Licha ya uoga kumtawala, lakini alijikaza. Aliamini yeye ni kijana wa kiume, hivyo asingepaswa kuwa na uoga namna ile. Feti alibaki akifunga geti, na Clara alipofika ndani ya geti, macho yake aliangaza ndani. Ilikuwa ni nyumba nzuri yenye wapangaji watatu tu, ikiwa na iko kwenye mfumo wa apartment ambayo kila nyumba ilijitegemea, huku sasa zote zikifanana mitindo ya ujenzi pamoja na rangi. Kichwani alitafakari, akasema wow, kuna watu wanaishi. Kisha alishusha macho na kutazama chini, kumepigwa paving fulani hivi amazing sana. Alijikuta anatikisa kichwa kwa masikitiko kwamba mbona yeye ni maskini. Kisha Feti alimaliza kufunga geti na akamwambia kwamba twende kwangu nikule mwisho.
Basi wakaanza kupiga hatua kuelekea huko kwake. Ndipo binti alipofungua nyumba yake na kuingia ndani, ambapo ndani sebuleni kulimshangaza mtaalamu. Nyumba imekaa unyama na baridi ilikuwepo, maana ni mkoa wa baridi. Feti alimtazama huku sasa akionekana dhahiri shahiri ni mkarimu sana. Karibu kae. Yaani kwenye kochi. Ya, usiogope. Clara aliketi kwenye sofa, alafu binti aliingia jikoni. Huko alikaa dakika kadhaa kisha akatoka na sahani iliyojaa matunda mbalimbali yakiwa amekatwa. Mara tikiti, ndizi, embe, tufaa. Alafu mkono wa kulia alikuwa ameshika tufaa lililomegwa kwa meno huku akitafuna. Alimwekea mezani na kusema, nimeangalia chakula kilichopo nikagundua kwamba ni kidogo. Alafu cha jana kwa nikaona tule matunda huku kisubiria chakula niandae chap sawa Alipomaliza kusema hivyo, alisogeza meza karibu na alipokuwa ameketi kijana yule. Feti, yani haya yote ni ya kwangu. Yeah, enjoy bwana. Ngoja basi nipike chap. Aligeuka huku akiondoka, alafu akasema, nimesahau kuwashia TV. Akasogea na kubonyeza socket ya kuwashia TV. Mwamba alishika uma akaanza kula huku anaangalia mechi ya Yanga mubashara. Alisikia raha maana alikuwa na njaa sana. Alishindilia chap bila hata woga, alafu ndani ya dakika 3 tu sahani nyeupe akaanza kucheua huku akiendelea kutazama TV taratibu. Hakuwa mpenzi wa mpira. Alijikuta usingizi unaanza kumnyemelea kwani tumbo liliposhiba na mwili ubongo wake ulihitaji kupumzika. Na eneo alilokuwa lilishawishi kulala kisawasawa. Akapotelea usingizini. Dakika zilisogea hadi 30. Nyumba ikagubikwa na harufu ya mahanjumati yaliyokuwa yanatengenezwa kitaalam na Fatma binti Musa huko jikoni. Lakini sasa huwezi amini, kwa usingizi mzito aliokuwa anaupiga mtaalamu Clara hakufaidi harufu ya mapishi yale. Feti aliacha vikitokota kwenye pleti mbili za jiko la umeme, alafu alitoka ili aje apige story 2-3 na mtaalamu. Alipofika sebuleni alishangaa kukuta mtu badala ya kuacha macho wazi, basi domo lake ndio lilikuwa wazi. Kwa sauti ya chini akajisemea, kasinzia tena. Alafu akakete na kuendelea na mpira, maana alikuwa ni shabiki wa Yanga japo sio kindakindaki. Alichukua simu akawa anachezea na ndipo alienda jikoni kuangalia maakuli jinsi yanavyoendelea kuiva. Aliweka mambo vizuri kisha airudi, kisha akachukua faili na kuanza kusoma baadhi ya vitu vilivyokuepo. Nia yake kuongeza maarifa ya kisheria ili akienda shule ya sheria atoboe kirahisi. Alisoma kwa dakika kadhaa, mara akasikia kelele, mama yangu. Binti akashtuka na kutazama nikilala katika usingizini kwa mshtuko mkubwa, kwani inaonekana alikuwa anaota ndoto yenye kuogopesha sana. Ni wewe umenishtua, alisema huku akishika kifua chake na kumwangalia. Yaani ndivyo unavyotaka kwa nguvu hivyo? Clara alikuwa haonekani kuelewa hata anachoulizwa, bali macho mekundu tu ndio alikuwa yanamtazama binti kwa mshangao. Hali iliyofanya binti acheke kwa nguvu huku sasa akifunika mdomo kwa ganja, kwani aliona jamaa na mawenge sana. Clara aliinuka bila kusema anaenda wapi. Alitoka kwenye mlango unaoelekea nje akavaa viatu vyake kisha akatoka bila kuaga. Alitembea kwa mwendo wa haraka huku akiwa anaongea peke yake. Lakini Feti kujua mtu ashaondoka, akabaki akimuita tu, Clara. Kumbe Clara mwenyewe yuko mbali analalamikia nafsi yake. Akasirika akasema, nimelalaje pale? Una sasa demo atajua mimi ni mtu aina gani naota ndoto mbaya hivyo. Jamaa alikasirika sana. Ilipita dakika kadhaa ndipo binti alipoamua kuchukua simu na kumpigia, lakini Clara kupokea. Aliogopa msichana yule, yani atamchukuliaje? Ndipo Feti alipopiga tena, lakini Clara kupokea. Hasira zilimjaa binti na kujikuta sasa anamtumia message akamwambia kwamba kwa hiyo unaona mimi sina akili kukupikia chakula alafu wewe uondoke tu bila kukila. Ili nikipeleke wapi sasa? Clara kusoma hivyo ajishtukia na kumwambia kwamba nisamehe tafadhali, nimeona aibu. Aibu gani kula? Hapana, ni hivyo nilivyoota hiyo ndoto. Yaani Clara unazingua sana. Asa ndoto ndo inakutisha. Mimi hata sijashangaa, najua ni kawaida. Njoo bwana ule chakula please, mimi sina pa kuipeleka maana mimi naishi mwenyewe. Kesho nitakuja. No, njoo sasa hivi bwana, usipokuja mimi naomba usiniongeleshe tena usipokuja. Muda huo anaendelea kuchati. Clara alikuwa ameshafika alipokuwa anaishi. Basi Clara alicheka tu akasema haya basi sawa.
ngoja nioge nije. Feti akasema poa, oga, ila baba mwenye nyumba wako akiamua kukuvizia huko bafuni kwamba ukiwa unaoga akuvizia achukue nguo zako, hakika leo utatoka kengele ziko nje. Feti, hivyo ni mwongeaji hivyo, unajua umenichekesha. Basi nakuja kuoga kwako. Njoo. Sasa msikilizaji, hizi chati ndio zilizidi kumtamanisha Clara kwenda. Yaani zilimfanya kuona kwamba binti anahitaji kampani. Alafu kwa mwanaume kupenda ni sekunde tu. Akishaonyeshewa mazoea kama hivyo, anaanza kuvuta taswira. Hivyo dem hana mtu kweli huyo? Sijawahi kumuona na mtu, pengine ni mpweke sana. Aendelee kunitania tu na mimi atauona moto wangu. Alijiwazia Clara, kumbe muda huo Feti yeye wala hizo habari ama hayo mawazo hakuwa na ratiba kabisa kwenye kichwa chake. Yaani ratiba kumpenda yule kijana haikuwepo kabisa. Naam, Clara alioga vizuri, kisha akaenda akavaa vizuri suruali yake jeans na fulana nyekundu, vyote vikiwa vya mtumba. Alijipaka mafuta kisha akatoka na kutembea taratibu kuelekea kwa yule binti. Sasa alivyoumbiwa tamaa mwanaume, Clara alijikuta anaenda kuingia deni la shilingi 250 dukani kwa Mangi, akachukua pipi kijiti yani lollipop ili aende akampe Feti. Na alifanya hivyo akaenda nayo mpaka kwa huyo mtoto. Alipofika huko alimtazama na kusema kwamba surprise. Feti naye kweli akajikuta sasa amekuwa surprised na kusema kwamba wow, umejoja napenda. Nimebatisha tu, mimi ni mtabiri. Maana ushaanza kujisifu. Haya, karibu ukae basi nikuwekee msosi. Alafu kishaanza kula, usikiponde chakula changu, umesikia? Kwamba ni kibaya. Hata kama ni kibaya shari tusifie kwamba ni kitamu, umesikia? Sawa. Binti alitoa ile pipi kwenye ganda, halafu akaondoka kuelekea jikoni huku akimumunya. Raundi hii alishaoga na alibadilisha zile nguo, akavaa nguo nyingine ambayo ilikuwa ni siwa baya lakini pia ilikuwa ni astara. Kichwani alifunikwa tu na mtandio wake safi kabisa. Alipakua chakula kingi sana, akampelekea yule kijana na kilipofika tu mezani, harufu ilijaa sebule nzima. Ndipo Clara akasema, "Do, kwa namna kinavonukia, basi hiki chakula kinaonekana kitamu." Binti atabasamu tu na kufungua friji, akatoa jagi lenye juice na glasi moja, akataka kuweka mezani. "Kijiko kingine kiko wapi? Mimi siwezi kumaliza chakula kifeti." Fatuma aliweka glasi mezani, kisha akatoa pipi mdomoni na kusema kwamba wewe ni mwanaume, kula ushibe bwana, uende ukapigane na baba mwenye nyumba. Clara atabasamu na kusema, "Da, unanikumbusha machungu, lakini anyway, nitamalizana naye tu." Akajaribu kujisaulisha yale yote ambayo anayapitia, akamtazama Feti alivyokuwa ananyonya ile pipi. Akajikuta sasa anawaza mbali huku akimtazama binti anamimina juice na kuinuka. "Mbona niangalia hivyo?" "Unanyonya vizuri hiyo pipi." Feti alisonya tu na kuondoka kurudisha juice kabatini, halafu akaketi. Clara alianza kula taratibu. Awamu hii hakuwa na fujo maana njaa haikuwa kali sana. Chakula kilikuwa kizuri, ilikuwa ni pilau na sangara, tena iliyopikwa vyema kabisa. Mchuzi mzito, harufu nzuri iliyoundwa Kizanzibari. Clara alipozidiwa na utamu alisema, "Ise, wewe mtoto wa pwani." "Watoto wa pwani mmebarikiwa sana, mnajua kupika mno." "Ni kitamu eh?" "Ya, kitamu sana. Alafu nimeshiba lakini kinavutia kuendelea kula," alisema mtaalamu na kuvuta juice, akapiga puff moja. "Asa ndio ulitaka kuondoka uniache?" Aliongea hivyo lakini Clara hakujibu kitu. Alitabasamu tu na kuendelea kunywa juice. Naye Feti akaongeza swali akasema, "Kwani ulikuwa na ndoto gani saa ile?" "Unajua nateswa sana na hizi ndoto tangu nimekuwa naogopa hadi kuishi na watu. Kuna muda naweza nikaamka usiku, nikafungua mlango na kutoka nje bila hata kujua. Kwa hiyo najisikia vibaya juu ya hili." "Really? Yaani unatoka nje?" "I can't believe this." "Yeah, ni kweli kabisa, naumia sana ise." Fatuma alibaki akimshangaa kwa muda, na kisha akatamka maneno ya Kiarabu akimaanisha kwamba Mungu wangu, hili inawezekanaje? Alafu alimwambia, "Ulishawahi kumwomba Mwenyezi Mungu akutolee hili?" "Siamini katika hayo mambo." "Kwani ni dini gani?" "Siamini katika dini." Astaghfirullah. "Huamini dini? Unamaanisha nini?" Clara alikaa kimya. Binti akamhoji, "Unajua Mungu yupo?"
Hamna kitu, ni mambo ya kufikirika tu hayo. Binti alimshangaa. Hakuwahi kuamini atakutana na mtu, yani mtu live kabisa asiyeamini katika uwepo wa Mungu. Wewe. Kwa hiyo unadhani umejileta mwenyewe duniani? Unaweza kunionyesha picha yake nimwangalie niamini yupo? Maana sisi wanasayansi tunaamini kisichoonekana au kuhisiwa basi hakipo. Ndio maana nini? Ndio maana hizo ndoto hazitoacha kukusumbua kamwe. Kwamba unataka nini nikaombewe niweze kupona ama? Nikwambie kitu tu Abdullah. Abdullah jamani. I mean Clara. Ukifanywa dua hizo zote zitaisha. Yani hautakaa uone mapicha. Alafu pia uchumi wako utapanda, utakuwa mzuri, utakuwa smart na hata watu watakao kuzunguka ni smart, lakini kwa kutokuamini hakika umepotoka na utazidi kuteseka tu duniani. Mimi nakwambia ni hatujiwezi bila Allah. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala. Haya bwana, nyie mnaoamini endeleeni kuamini tu, mimi bado sijashawishika. Okay, pengine ni Mkristo lakini hata Wakristo wanaamini katika Mungu na Yesu pia. Mimi sio Mkristo, sijawahi kwenda kanisani tangu nizaliwe. Hata shuleni nilikuwa nafaulu kushinda wanafunzi wote. Na walikuwa viongozi wa dini. Mimi muhuni tu nafanya na nafaulu, wao wanafeli. Kwa hiyo ulipofaulu ulifikia wapi? Siku moja nitatimiza tu ndoto yangu ya kwenda chuo kusomea udaktari. Una miaka mingapi Clara? 23. Kumbe bado mdogo hivyo. Wewe kumbe ni mdogo wangu. Mimi 25. Okay. Anyway, nimeshiba sana. Nashindwa kumaliza chakula japo ni kitamu sana. Okay, kwangu chakula kimwagikagi. Kwa hiyo ngoja basi nikuweke kwenye container, utakula tena kesho, okay? Sawa. Feti alienda kuchukua container, akaweka chakula kilichobaki. Akatia na kingine akakiweka tena kwenye container likajaa, kisha akamkabidhi kwa mikono miwili na kusema, naamini kuwa na mume ni raha sana. Na hizi ungekuta namhudumia mume wangu chakula hivi, alisema binti. Naam. Msikilizaji, kuna kijana mmoja anaitwa Abdullah Zungita. Huyu mwamba ndiye alikuwa ni mpenzi wa Feti. Alikuwa ni mfanyabiashara wa mbao mkoani humo. Licha ya kwamba waliahidiana vitu vingi na walidumu katika penzi lao kwa takriban mwaka, lakini hawakuwahi kushuhudia hata paja la binti. Yani jamaa hakuwahi kushuhudia hata paja la binti. Feti alikuwa na msimamo mmoja mkali sana. Yani Feti unaweza kumlinganisha na Edina ama Regina kama hao watu wawili unawafahamu msikilizaji. Feti alikuwa na msimamo mmoja tu kwamba ili ampe penzi lazima wawe kwenye ndoa. Tena ndoa halali, hataki kuchezewa na kuachwa. Dula airidhika, kwani alikuwa na mademu wengine wa kutuliza hisia zake. Lakini kadri siku zilivyosogea alijikuta anaanza kubadilika kwa sababu hakuna faida ya kuwa mwanamke ambaye hampi hata busu lake. Usiku wa saa 5 ndipo simu ya Feti ilipoita. Alipoitazama ni Dula ndo alikuwa anapiga. Alipokea simu na binti akasema, "Hello kipenzi." Sauti nzito ikasikika upande wa pili ikisema, "Hello, mambo?" "Poa, mzima wewe?" "Mimi mzima sana, vipi? Mbona umenisusa hivyo?" "Mimi nikakususa katika kila saa nikikutafuta unasema uko busy." Hamna, lakini hata usiku kama hivi mimi nakuwa nishamalizana na kazi. Wewe unanicheki bwana." "Nakucheki vipi sasa? Wewe unasemaga kwamba ukimaliza busy unanitafuta. Kwa hiyo nikiona hujanitafuta mimi najua bado hujamaliza busy. So nakusubiri umalize unicheke." Sawa bwana. Anyway, vipi uko wapi? Maana nimekumisi sana mke wangu. Nimekumisi pia, ila siku hizo unaonekana hata unijali kama mwanzo. Bwana, sio hivyo bwana. Ila unajua mimi nikiwasiliana sana na wewe mimi huwa napata hisia sana, hivyo naogopa sana nisije nikakusaliti. Si unaelewa zikinipanda bwana. Ni Abdullah, unachekesha sana. Kwa hiyo ndio usiwasiliane na mimi? Alafu nikuulize, ina maana kweli Feti umeamua kunibania hilo tunda kweli? Kwani ushatimiza hadi ya kunioa? Bwana, unajua una ratiba za kwenda mara chuo, mara siji wapi. Sasa mpaka uje umalize ndio tuone mpenzi. Lakini si tunafanya mara moja tu. Mbona unanifanyia hivi? Mr. kuchezewa. Kuchezewa nini sasa? Kwa nini unalinda nini? Mwili wangu una thamani kuliko vyote vingine. Okay, unavyoongea sasa utadhani bikra inalindwa. Sawa, lakini kutokuwa na bikra imanishi ndio nitoe kwa kila atakayekuja. Mbona ulitoa kwa huyu aliyeitoa? Ndio alinifundisha wanaume sio kuwavulia nguo kizembe. Mtoka hapa.
Naonekana wewe na mtu wako tu mnapeana, alafu mimi kuniweka tu mpaka ndoa. Endelea naye tu huyo mpaka koe. Sawa, endelea kuamini katika ujinga wako. Kama unaona ni naye, nawe tafuta wa kukufurahisha. Mimi sio chombo chako cha starehe baba, umesikia Maana sikutegemea kwa chochote. Okay, poa. Poa. Dula alikata simu kisha akamtazama mshikaji wake aliyekuwa pembeni na kumuuliza, unaona? Umeona demu alivyo? Udem ndivyo alivyo mwanangu, anaringa kinoma. Nafikiri kinachomlingisha ni kwa sababu tu ana pesa nyingi. Rafiki yake Dula akamwambia, ukiona mwanamke yoyote hana mvuto wa kukupa mwili ujue tu hana hisia na wewe. Akiwa na hisia na wewe anavua bila hata kulazimishwa. Ukimshika tu ashalawa. Dula akasema, au sio? Jamaa akamwambia, hakika mzee. Na usiku huo Fatuma alibaki kidogo na msongo wa mawazo. Alikuwa anaogopa. Ni kweli alishawahi kuwa na mwanaume mmoja, lakini haikumaanisha ndio mwisho wa thamani yake kama mwanamke. Alihitaji kujilinda zaidi, kuweka future yake katika mpangilio mzuri. Alikuwa akitazama juu kwenye gypsum huku akaendelea kuwaza, ndipo ujumbe ulipoingia kwenye simu yake. Akachukua na kusoma. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Clara. Ulisema ya kwamba vipi, umeshalala? Feti akajibu, bado, ila naweza kusinzia muda wote cause nipo kitandani tayari. Clara akasema, basi nilisema nikutakia siku mwema tu. Nashukuru kwa namna ulivyonisaidia leo. Nimekuwa kama mtu. Usijali kuhusu hilo. Ukipata shida yoyote niambie nikusaidie. Sawa, kesho basi nitakwambia kitu cha kunisaidia. Au niambie sasa hivi. Kwanza usingizi ushakata, niambie. Naomba nikwambie kesho tafadhali. Feti hakutaka kujibu ule ujumbe, ila aliamua kumpigia ili maongezi yaende sambamba na kwa haraka zaidi. Na Clara alipokea simu. Wewe kijana, unataka kuniambia nini? Alafu kwanza mbona ueleweki? Nilitamani wewe kesho. Kesho nitakuwa busy sana. Okay, naomba basi unitafutie kazi tafadhali sana. Nateseka sana nikifikiria maisha, sioni future kwangu. Tena. Kwani wewe nikuulize, kwanza pikipiki yako umepeleka wapi? Pikipiki ilikuwa ni ya bosi. Sasa kafikia mahali kapata mteja na amefika bei. Kamuuzia na ule mteja anaendesha mwenyewe sasa. Nimehangaika kutafuta nyingine, kiukweli sijapata. Pole sana. Sasa mimi nitakutafutia kazi gani jamani? Sasa ni yoyote tu, ili mradi mimi nipate ile ya kujikimu, ili niendeshe maisha yangu. Nitaelekea kuomba ujue. Sasa basi tuongea kesho. Kuna idea ninayo kichwani, kama nikiwahi kutoka kazini nitakwambia uje nyumbani tuzungumze. Nitakushukuru sana, asante mno. Usijali. Basi pumzika, maana najua umechoka na una mawazo pia. Ukisikia njaa niambie. Nitakupikia uje ule, sawa? Nitashukuru sana Feti. Poa, good night. Same to you. Basi simu ilikatwa. Ni kwamba Feti nafsi yake ilikuwa tayari sana kumsaidia yule kijana, ila alikuwa hajajua anamsaidia vipi. Angeweza kumpa pesa ya kodi, lakini kula ndio gharama kuliko kodi. Haitafakari na kumwambia Mungu amsaidie, kwani aliamini kusaidia maskini ni thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi saa 12:30 ndipo usingizi ulipomkata Clara. Alitazama dirishani, mwanga ulikuwa unaonekana. Godoro lake jembamba alikuwa ameliweka chini likionekana kuchakaa. Shuka ni moja tu. Mchana analitandika, usiku analitandua na kujifunika nalo hilo. Alipomaliza kuangalia saa kwenye simu yake, ajifunika vizuri zaidi maana hakuwa na pa kwenda siku hiyo. Ndoto yake ya kusoma bado ilikuwa kichwani mwake. Alikuwa anamtafakari baba yake aliyeshindwa kumsaidia ada aweze kwenda kidato cha 5, kwani alifaulu vizuri tu kidato cha 4 na alipanga aende Kibaha akasomea elimu ya sekondari ngazi ya juu ndio apate kutimiza ndoto yake. Tena masomo aliyofaulu vizuri yalikuwa ni ya sayansi. Basi alifunua kichwa chake na kulala chali. Mikono akaiweka chini ya kisogo akivitumia viganja vyake kama mto. Miguu akaikunja, akaanza kutazama juu kwenye mabati ya nyumba ile na kutabasamu baada ya wazo kumjia. Akasemea kwamba elimu ya nchi yetu bwana, unasoma na unafaulu wa kwanza, lakini ukiingia mtaani na cheti chako huwezi kukitumia kabisa mpaka usubiri waajiriwe. Alijiwazia tu hayo, halafu akakumbuka kitu. Akasema Feti saizi atakuwa ameshinda kazini. Hapa ni amke nile kile kiboro halafu nisepe nikatembee kwa mshikaji wangu kule Liganga. Basi aliketi kitandani, akavuta lile kontena la msosi, akaufunua.
Bila kuswaki wala kunawa uso, akaanza kuvamia msosi uliokuwa baridi sana. Alipomaliza aliamka na kwenda zake kuswaki, lakini hakuoga bali aliondoka nyumbani na kwenda kuzurura mchana kutwa. Saa 6 mchana ndipo alipopokea ujumbe ukisomeka kwamba hai. Alipotazama ni Feti amemsalimia. Hajisikia furaha sana na kumjibu hai cute. Vipi umeshindaje? Mimi niko poa, vipi kuhusu wewe? Mimi niko poa. Nimekumisi. Feti ambaye moyo wake ulijawa na huruma za ghafla juu ya kijana huyu alionekana hana maisha mazuri, aliamua kumwambia hivyo. Mimi nimekumisi pia. Uko kazini au umeshatoka? Sijatoka bado. Nimekaa hapa tu nikakumbuka. Uniambia kwamba unataka kazi. Anyway, kuna project yangu nitaka nianzishe ila naogopa. Ya aina gani hiyo? Nitaka nifungue biashara hii ya miamala, lakini tatizo sijui kama nitapata mtu mwaminifu akae pale aisimamie, maana mimi sina muda ukaa hapo. Wazo zuri, ila ukipata kijana mzuri na mwaminifu utafanikiwa. Mimi pia ni mwaminifu. Kweli? Ni mwaminifu. Wewe tena usimjua hata Mungu, siamini kama ni mwaminifu kabisa. Kutokuamini hamna Mungu hakunifanye nisiishi vibaya na nyie watu mlionizunguka, maana hata nikiumwa nyie ndio mtanisaidia jamani. Sasa tuongea basi, ngoja nitafakari maana kuna sehemu nzuri sana nimeona frame. Okay, poa. Ilikuwa ni tumaini jipya kwa Clara. Alijiona anaweza kwenda kufanikiwa kimaisha kupitia yule binti. Alijiona amepata rafiki mwema kabisa. Sasa licha ya yote hayo, kule Leganga Clara alikuwa akimpenda msichana mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi ya mamalishe, yani mama ntilie. Huyo binti anafahamika kama Lily, ambaye mwamba muda mrefu alikuwa akimsumbua kwamba anampenda, lakini yule msichana hakuisha kumkashifu na kumsema vibaya. Na siku hiyo vile mwamba alikutana naye na ndipo aliamua kumsimamisha na kumshika mkono Lily. Lily akafoka akasema usinishike bwana. Clara akamuuliza kwani hivi kwa nini unanichokea hivi Lily? Nimekosea nini? Lily akajibu ya kwamba hujanikosea chochote, lakini usishike huo mwili tafadhali. Clara akasema okay, lakini vipi ile issue niliyokuambia? Mbona hujaeleweka mpaka leo? Lily akasema issue gani? Clara akasema si nikwambia nakupenda. Lily akasema wewe jibu sijakupa. Hakuna lingine zaidi ya lile ambalo nilikwambia kwamba sikutaki. Hivyo unavyoona mimi, yani unavyonitazama mimi kuanzia juu mpaka chini, mimi ni type yako? Aliuliza Lily tena kwa sauti ya juu hadi watu waliokuwa karibu nao walisikia na kuwashangaa. Clara akamuuliza kwamba kwa hiyo unapiga kelele hivyo ili kila mtu asikie upate faida gani sasa? Lily akajibu sikutaki. Kwani lazima? Alizidi kusema tena kwa sauti sana. Jamaa akasema yapo. Clara aliondoka huku akipata naibu. Sio siri. Leganga mpaka maji ya chai alipokuwa akiishi Clara kulikuwa mbali. Ni sehemu ambayo kutembea tu kwa miguu mtu anaweza kupiga hatua 8,000 au zaidi, lakini alitembea mdogo maana hakuwa na nauli ya bajaji au daladala. Huku nyuma alimwacha Lily akimponda kwa wale watu waliokuwa wanamzunguka na kusema kwamba sasa mimi ni wa kutembea na hiyo takataka, mtu ana mbele wala nyuma. Akija kwangu kazini anaomba nimwekee ukoko wa 500. Basi wote walicheka, lakini Lily alimdharau sana kijana Clara. Na wakati huo Clara akiwa sasa anatembea njiani, alikuwa anajisemea kwamba huyu demo ananidharau kwa kuwa sina hela, nikizishika hakika atanikoma. Baadaye sana mida ya saa 9 alasiri, mtaalamu alikuwa ameshatimba mtani kwake. Alipiga story 2-3 pale kijiweni na mshikaji, ndipo kijana mmoja akamwambia kwamba oya, kuna sehemu kuna pikipiki mzee, kachukue uje ukae kijiweni. Clara akashtuka na kumuuliza wapi huko? Kijana akajibu kule maeneo ya kambi ya pili kule. Kuna mzee mmoja anayo nzuri sana mwanangu, tena mpya. Jioni nicheki nikupeleke hapo. Yule mtaalamu akasema mwanangu, nakubali sana. Yaani ikikubali hiyo utakula vingi kutoka kwangu mzee. Maisha mtani magumu asikwambie mtu. Yule kijana akasema mwanangu usiwaze, wewe andaa tu buku 2 ya mafuta hapo. Clara akasema haina shida boss. Basi Clara aliondoka akaenda kuketi pale ambapo yule binti alimkuta jana wakati akipita. Aliketi pale kwa muda mrefu. Nia yake alitaka kutane naye amuone, yani ratiba yake ya kutwa haieleweki. Anapoteza muda asubiri tu muda wa kulala. Akiwa anaangaza macho kwa mbali akaona abaya nyeusi na inatokea kule, akajua yule anakuja. Wakati amekaa na msubiri, ghafla simu yake mfukoni iliita. Na alipokea akaitazama, ni yule msichana anampigia akapokea bwana. Hello? Feti mambo? Marahaba, ujambo mdogo wangu?
kuamkiana tena. Nani kakuamkia? But unapaswa niamkie. Nimekuzidi miaka miwili ujue. Bwana haijalishi. Siwezi kukusalimia wewe. Kwanza sura yako wenyewe inaonyesha wewe bado ni mtoto kabisa. Alafu nimekuona hapo unafanya nini? Ukumbusha niona. Ndio, kwani unioni? Nimekuona kwanza ukiwa mbali kabisa, nikasikia moyo umegonga pa. Tena wewe. Ndio umelia pa. Nitafikiria ni ile logo ya Miladi hayo kwenye video zake za YouTube. Haya bwana. Unanitesa bwana, mimi natembea na mavumbi haya. Tafuta bwana pikipiki unanipeleka nyumbani bwana. Alafu kuna mahali nimeambiwa nitapelekwa nikacheki pikipiki. Ngoja basi baadaye, ni vile tu nisikuwa na nauli ya kumlipa ule boda nipeleke. Kaniambia ngoja basi ajazie. Alafu baadaye atanicheki twende. Basi poa, ufanye hivyo sasa. Na binti alitembea mpaka akamfikia kijana, walitazamana machoni na walitabasamu. Kiukweli kuna kitu kilishajijenga kati ya wawili hawa, ila hali ya maisha ndio iliyokuwa ikiwasababisha wasiwe wazi na mioyo yao. Vipi? Mbona midomo haijakauka kama jana? Jana nilikuwa na njaa, ila leo si nimeshiba ule ubwabwa. Haya, kontena langu nipatie sasa. Lipo nyumbani bwana, twende kachukue. Haya twende. Binti alisema huku akijiandaa kwenda naye. Alafu Clara akainuka, binti akacheka na kusema, "Wewe thubutu, siendi kwako mie." Wote wakawa wanacheka kwa furaha. Ndipo ghafla wakashtushwa na sauti kuu ya kiume iliyoita, "Wewe kijana." Na walipogeuka hivi, walikutana uso kwa uso na mzee mmoja wa miraba minne, mfupi hivi mnene na kitambi kimemjaa. Alikuwa amevaa kanzu ya blue chini makubazi na kichwani kavaa kibagarashia. Alionekana dhahiri ni ustadhi fulani hivi wa mchongo, lakini Clara kumuona yule mzee alishtuka na kumsalimia kwa kigumizi, akasema, "Shikamoo." Mzee akajibu kwa hasira kwamba shika na wewe kama ni raha. Alafu akashika kiuno na kusema kwamba naona huko barabarani unacheka cheka tu kwa furaha, ila nyumbani unaikwepa, nisionane na wewe wakati nakudai kodi. Alisema yule mzee. Feti akashtuka baada ya kujua ni baba mwenye nyumba wa Clara. Mzee akaendelea kusema kwamba nakupa siku 3 tu, sitaki kukuona pale. Umesikia Nyumba yangu kama unashindwa kulipa kodi sitaki kuona pale, rudi kwenu. Nyumba niijenga kwa fedha sio bure. Kazi kukaa tu na wanawake huko barabarani, ila kumleta nyumbani huthubutu. Maana akifika pale ndani kwako anakuacha siku hiyo hiyo, maana huna kitu. Alisema kwa dharau na kuondoka akiwa anarusha mikono. Basi Feti alimgeukia akamtazama mzee mpaka akaishilia kwenye kona fulani hivi. Alafu akamgeukia Clara na kumuuliza, "Huyu ndio baba mwenye nyumba yako?" Ndio boss." "Mbona unagubu hivyo?" "Niache tu." "Haya, nisindikize au leo nisindikize?" "Twende." Ajibu Clara na kuanza kuongozana kuelekea kule alipokuwa akiishi binti. Walitembea mwendo wa taratibu sana. Waliongea sana na yule msichana akamuuliza kwamba ina maana haujawahi kupeleka mwanamke nyumbani kwako? Siwezi kuthubutu. Ile sehemu inatisha, yani ndani kwangu ukiingia tu utakimbia. Ndio maana mzee akakusema, alafu mwisho kucheka. Haipo siku nitafanikiwa tu, akili imenikaa sawa. Ngoja nikafanikiwe kupata hiyo pikipiki, nitaweka akiba na nitakuwa na maisha mazuri sana. Haya, muombe Mungu. Alisema binti, akasita kidogo na kuendelea kwamba alafu nitakuja hapo kwako makusudi kukuwekea heshima siku nikipata nafasi. Tunakaa kama masaa 3 tu ili wasikuseme sana. Wewe usije kanicheka lakini. Bwana usijali kuhusu hilo. Alisema binti kwa kujiamini, alafu akaenda mpaka nyumbani. Wakiwa kule nyumbani waliongea mambo mengi sana. Na mojawapo ilikuwa ni lile swala la kufungua biashara ya miamala. Binti alimwambia watafanya hivyo, asubiri kidogo kuna mambo anaweka sawa. Basi giza lipoingia, Clara akasema anataka kuondoka. Binti akamwambia subiri kidogo. Alafu akaingia chumbani na kutoka na noti 3 za 10,000. Akamwambia kwamba kwa maneno yale aliyokuambia yule mzee mwenye kitambi, na kukopesha shilingi 30,000. Nasisitiza na kukopesha, ukipata utalipa. Nenda kumlipe mzee wa watu kodi. Clara alimtazama mara mbili. Pesa aliyoitafuta kwa zaidi ya wiki 2 amepata kirahisi bila kufanya kazi yoyote. Alinuka na kusema, "Da, siamini ese, wewe una roho ya aina gani?" "Bwana usijali, mimi nimeamua tu nikusaidia hilo." "Unajua watu wangu wa karibu sana nimeomba pesa, yani 10,000 tu na hawanipi. Wewe hata hatujuani vizuri, umenipatia na hata sijakuomba. Hakika ninakuahidi nitairudisha. Umenitia moyo sana." "Usijali dia, wewe nenda kamlipe alafu enjoy maisha. Alafu kumbuka nimekuambia nikipata time nitakuja kwako Nakuja tu kuonyesha kwamba sio kwamba umekosa, lakini
promise ni kwamba tunakaa tu kama kaka na dada, umesikia? Sio nifike ndani kwako uanze kuomba vitu vingine. Hapana, mimi nataka tu nije pale tuwazibe midomo au majirani wanaona kwamba ni wewe huwezi kuingiza mtu, na kama ukiingiza mtu kwamba atakucheka. Kwa hiyo naomba nikiingia mle ndani kwako usianze kuniomba mambo sija nini, sitaki. Hamna shida, mimi sitafanya lolote la kera. Okay. Basi waliagana pale na Mwamba aliondoka kurejea maskani kwake. Lakini akiwa njiani alikumbuka kuna pikipiki ameambiwa ipo mahali. Alinyanyua simu na kuamua kumtumia ujumbe ule kijana ambaye alimwambia kwamba atampeleka ila achangie mafuta. Yule kijana akampigia akamwambia, "Vipi? Uko wapi? Twende sasa hivi?" Jamaa akasema, "Nakuja hapo kijiweni sasa hivi mkuu." Akasema, "Poa, wahi." Basi Clara alienda mpaka kijiweni, wakapanda ile pikipiki ya kijana yule na kuelekea kule alipoambiwa kuna pikipiki inayohitaji dereva. Wakiwa njiani yule kijana akamuuliza kwamba, "Oya, ulikuwa na Pendo nini?" Clara akajibu, "Bwana, usinitaje huyo mpumbavu. Yule mwanamke nitapeli sana ese." Yule kijana akasema, "Nilimuona ndio maana nikajua upo naye." "Kwani yupo Arusha?" "Ndio, nimeongea naye kabisa pale mitaa ya kwa Lois pale." "Amefulia labda ndio maana akaamua kurudi. Unajua maisha ya dada magumu sana." "Ya, ni kweli mwanangu." "Atajua mwenyewe bwana, alifikiri ananikomoa." Basi waliendelea na safari yao kwenda kuiangalia pikipiki, na walipofika hivi kweli bwana chuma ipo na ni nzuri balaa. Yule mzee akamwambia aje na barua kutoka kwa mjumbe wa nyumba 10 na shahidi mmoja ili asije akakimbia na chuma yake. Clara aliamua kufanya hivyo siku huo. Cha kushangaza alianza kutumia zile pesa alizopewa na Feti ile alipie kodi. Ila yeye akaanza kuzitumia kwa mambo mengine. Alimpatia mjumbe wa nyumba 10 4,000, akampatia yule bodaboda aliyetumika kama shahidi na aliyempeleka alimpatia shilingi 4,000. Ikawa sasa ameshatumia shilingi 8,000 katika ile 30,000. Kwa hiyo akawa bakiwa na shilingi 22,000. Alipotazama akasema, yule mzee nampa kodi ya miezi 2 tu. Ikiisha nitakuwa nishaanza kurudi kwenye mstari wa maisha yangu. Basi aliketi kijiweni kwanza na wenzake wakawa wanaikagua ile pikipiki na kuisifu, huku sasa wakimkaribisha sana kazini na kumpatia onyo. Wakamwambia kwamba usilete mapenzi yako kama uliowaleta kwa Pendo. Utakufa maskini mbwa wewe. Clara akajibu, "Bwana usimtaje ile shetani." Msikilizaji, je, Pendo ni nani na alimfanya nini huyu mwamba? Pendo ndiye aliyekuwa mpenzi wa Clara hapo kabla hajakosa kazi. Kikweli kazi ya bodaboda ilimfanya akawa vizuri sana. Jamaa alikuwa vizuri mno kiuchumi. Alijitengenezea jina na kazi ilionekana kuwa ya kwake kabisa na ilienda na nyota yake. Clara kwa siku alikuwa hakosi kulala na shilingi 30,000, ambapo kwa mwezi hesabu inakuja sio chini ya 900,000. Aliwazidi waajiriwa wengi sana wa serikalini, tena wenye shahada zao na walioonekana wakiwa smart kuliko yeye. Mapenzi ndio chanzo cha Clara kudondoka. Aliingia kwenye mahusiano na binti mmoja hivi aitwaye Pendo. Huyo binti hakuwa mzuri sana, ila alionyesha nia na alionyesha kama ana malengo na mtaalamu kabisa. Kwa hiyo aliishi chumba kimoja vizuri sana, chumba kizuri tu cha kupanga. Walikuwa na kila kitu, TV, masofa, kitanda cha mbao na godoro lake na vingine vingi tu vyenye umuhimu wa kuburudisha katika familia. Basi walianza kuishi pamoja kwa kupendana na kila kitu kupeana. Clara akawa ndiye anahudumia familia, lakini baadaye alijikuta anaingia mkenge baada ya msichana kumuomba mnunulie iPhone. Jamaa akamwambia kwamba uwezo wake ni Tecno. Basi binti alifura sana. Siku ziliposogea, msichana alitaka mtaalamu aende kwao kujitambulisha ili afahamike, akiamini inaweza tokea lolote, na mwamba akamkimbia asiwe na la kumfanya. Basi Clara alikataa kata. Alipolazimishwa akakubali kishingo pande, huku akiahidi ataenda siku kadhaa mbele, lakini wapi, hakwenda. Siku moja Clara alipata safari ya kwenda huko kijini kwao, na alipoenda alikaa takriban wiki moja. Akiwa kule alipigiwa simu na mama mwenye nyumba, akamwambia kwamba mbona umehama bila kunipa taarifa? Clara akamuuliza, nimehama vipi? Haumuoni mke wangu hapo? Mama mwenye nyumba akajibu ya kwamba nimefika hapa chumba cheupe hakuna kitu. Clara akasema hamna kitu. Mama mwenye nyumba akasema ndio, kwa hiyo sasa nipangishe chumba mtu mwingine ama maana kodi yako yenyewe ilikuwa haijaisha. Hii habari ilimshtua sana Clara. Licha ya mwanzo kuhisi ni utani, lakini aliamua kumtafuta rafiki jirani yake tu mwingine na kumuuliza. Jirani akajibu ni kweli, binti aliwaga akisema kwamba wewe ndiye umemwambia Mohamed. Kiukweli habari ilikuwa ni ya kushtua. Clara alimpigia simu Pendo lakini kamwe hakupatikana. Basi kambidi usiku ule ule aondoke aende mjini kuangalia mazingira. Ndo akakuta hakuna kitu kilichoachwa ndani. Alilia kama mtoto. Pendo alikuwa ameamua kumwacha mwenyewe. Na hii ilikuwa ni adhabu kubwa zaidi kwenye maisha yake.
Kijana alitafuta pa kulala usiku ule, akapumzika kwa rafiki yake mpaka kesho yake. Hata hivyo kesho yake alihangaika mara kwa mwenyekiti, mara polisi, lakini hakufanikiwa kitu chochote. Aliumia mno. Siku kadhaa Pendo alimpigia simu, akamtambia akisema ya kwamba ni adhabu ya kumtumia bila faida yoyote. Ameona aondoke zake atafute maisha da, na vitu ameuza akapata milioni 1. Clara kwa hasira akauliza kwamba milioni? Yaani vile vitu vyote milioni 1? Hivi una akili kweli wewe Mburula wewe? Pendo alicheka akasema, Mburula ni wewe uliyetapeliwa. Clara akasema poa, sawa tu. Mungu atakulipa. Basi huo ndio ulikuwa mwanzo wa Clara kuanguka kiuchumi. Aliendelea kupiga bodaboda lakini kwa msongo wa mawazo, na hata baadaye alishindwa kupeleka hesabu kwa bosi, hali iliyopelekea bosi kumnyang'anya pikipiki na kuiuza. Kwa hiyo huyo ndio Pendo msikilizaji. Kwa hiyo tuendelee na maisha ya Clara sasa. Sasa baada ya kukaa kijiweni na kupata wateja wawili waliomfanya ingize shilingi 3,000, kijana Clara aliamua kuondoka na kwenda nyumbani. Ilikuwa ni saa 5 usiku. Alipofika nyumbani akaingiza pikipiki chumbani, akasikia mtu kajikoolesha kando kidogo ya chumba. Kutazama hivi ni baba mjengo, alikuwa anamsubiri. Akamwamkia mzee shikamoo, alafu akapaki pikipiki na kushuka. Sasa yule mzee akajibu ya kwamba uzee na wewe utaufikia tu, naomba kodi yangu. Alijibu ikabidi sasa Clara cheke na kumsogelea huku sasa akitoa ile 25,000 mfukoni. Alimwambia kwamba anza na hii mzee wangu, miezi 2 tu, naomba ya mwezi wa 3 nikumalizie kesho. Mzee alicheka akasema hapo sawa kijana, kesho nitakutafuta. Clara akasema hamna shaka. Mzee akamwambia kwamba haya, ukipata shida wote uniambie. Yaani msikilizaji, mzee kupokea tu kodi ndogo hiyo alishakuwa rafiki yake. Basi aliondoka zake huku akimtakia usiku mwema. Clara alisogea mlangoni na kutaka kufungua kufuli, ila alipata ujumbe na aliusoma kwanza. Kutazama ni wa Feti, na alikuwa anasema ya kwamba hello, mimi nalala. Clara akasema ya kwamba ina maana hawezi kulala bila kuniambia. Alafu naye akamtumia ujumbe ya kwamba okay, nipe dakika 10 tafadhali tuongee. Alisema hivyo Clara. Feti naye hakuchelewesha, alijibu poa, usichelewe maana nitasinzia. Basi Clara alienda kuoga haraka haraka. Alikuwa na mshawasha baada ya Feti kumuonesha nia ya kutaka kuwa kampani yake. Alitumia dakika 5 tu kusafisha mwili, kisha akarudi na kuvaa nguo safi, alafu akaingiza pikipiki ndani na kujilaza kwenye kigodoro chake. Akamtumia message Feti. Hey, na mimi hujalala eh? Ndio, hata hivyo nilikuwa naelekea. Oh, pole sana bana. Usijali. Naomba basi nikupigie ili nisisinzie. Na nipigie tu mama. Feti hakuwa na la kusubiri. Alimpigia simu mtaalamu na walianza kuongea taratibu. Mimi nilikuwa najua umeshalala maana nilikuwa kijiweni. Kijiweni usiku ulikuwa unafanya nini? Au story tu? Utaelewa kesho asubuhi ninavyokuja kukuchukua hapo kwako. Wewe usiniambie umeshapata pikipiki? Ya, nimepata. Kesho nitakupeleka ofisini usijali. Wow, safi sana. Kesho je nichukue basi nyumbani. Unajua mimi nimechoshwa na vumbi la maji ya chai eh. Mtoto hakika alisema hivyo. Basi waliongea mengi sana na baadaye kabisa binti aliomba kupumzika na waliagana, kila mmoja akalala. Kwa jinsi Clara alivyokuwa na shida ya pesa, saa 10 alfajiri usingizi ulikuwa umeshamwisha. Aliamka na kutazama pikipiki ili isije ikawa ni ndoto tu. Alipoiona aliinuka na kutafuta mswaki wake, alafu akaenda nje. Baada ya dakika kadhaa airudi akavaa nguo zake vizuri tu na kuitoa pikipiki, akaanza safari ya kwenda kijiweni. Alienda saa 11 kasoro, yuko pale peke yake. Mara akala tenda, kuna mtu alikuwa ashachelewa kupanda basi linaloenda Dar es Salaam. Kwa hiyo akamwomba mwaishe. Kimbiza gari kutoka maji ya chai mpaka wakaenda kulikuta Kia. Akampatia shilingi 22,000, alafu akarudi zake kijiweni. Hapo ni saa 11:30. Amekaa pale kijiweni, wenzake wanafika, yeye ana shilingi 15,000, maana 7,000 aliweka mafuta maeneo ya Kingori pale. Basi hakupata mteja mpaka saa 12 alipopokea simu kutoka kwa Fete na hakuchelewa kuipokea simu yake. Hey, hello mtoto mzuri. Salamu alaykum wa barakatuh. Nini? Wewe hiyo salamu gani hiyo? Anyway, nitakufundisha bwana usijali. Bwana wewe, hata kama ukinifundisha sidhani kama nitakariri mapema. Nitakufundisha. Ila amka sasa, maana saa 12 na dakika 50 unatakiwa kuja kunichukua.
Mimi niko kijiweni tayari. Wewe ukimaliza kujiandaa basi utaniambia nije. Basi poa Toto, alisema Feti, na walicheka na simu ikakatwa. Sasa hizo pigo zilimpelekea Clara kuamini kuna kitu kinaenda kutokea. Clara alisema ya kwamba what a beautiful girl, nikimpeleka pale Ngare na Nyuki si watu wote watapagawa. Aliwaza wewe, alafu akasema hawezi kunipenda yule. Basi alipata tena abiria mmoja akampeleka kwenye hoteli ya kitalii itwayo Raha Hotel. Alafu akiwa sasa narudi, alipokea simu ya Feti akimtaka amfuate. Alimfuata na kumpakia, wakawa wanaondoka taratibu akimpeleka mahakamani alikokuwa akifanya kazi kutafuta uzoefu. Akiwa njiani, kuna manyunyu kwa mbali alianza kudondoka. Hali iliyokuwa sasa inasababisha ubaridi mkali kuwapiga wawili hao. Lakini mtaalamu Clara alivalia koti. Akamuuliza binti ya kwamba vipi nikupatie koti? Binti akajibu hapana. Alafu akapenyeza mikono kiunoni mwa mtaalamu, akaikutanisha tumboni, kisha akamlazia kichwa mgongoni. Huku maziwa sasa akiwa amemgusa mtaalamu kidogo. Mtaalamu alijikuta akili na muhama. Akafika mbele kidogo akamwambia Feti ya kwamba oya, una joto zuri. Feti akaitikia puani na kusema nalipata kwako dia. Huyo binti msikilizaji alikuwa ameshakolea kwa Mwamba, ila Mwamba alikuwa hajiamini kabisa, hasa kutokana na hali ya maisha yake jinsi ilivyokuwa. Alijisikia faraja na kujikuta anapata amani kwenye kampani ya mvulana yule aliyekuwa hana maisha kulinganisha na binti huyo. Safari iliendelea vizuri na baadaye walifika. Yule msichana alitoa hela akampatia, ilihitajika change lakini alimwambia kwamba iliyobaki utakuja kunichukua saa 10 nikitoka. Clara akasema basi poa, lakini alisema mtaalamu, ila binti akamwaya akamwambia bye. Basi siku zilisogea. Jumatano, Alhamisi, Jumamosi na Jumapili asubuhi ilifika. Ilikuwa ni siku tulivu, siku ambayo mkoa wa Arusha huwa unapoa kutokana na watu wa mkoa huo kuwa bize na ibada, kwani ni mkoa wenye Wakristo wengi sana, zaidi ya 90% hivi kuna Wakristo huko. Sasa siku ile ndio siku ambayo Feti alikuwa nyumbani na alikuwa na chati muda wote na mtaalamu, ila hawakutongozana bado. Saa asubuhi Feti akamwambia Clara ya kwamba niko nyumbani mwenyewe, afu niko upweke, njoo basi unipe kampani. Clara akasema basi ngoja baadaye kidogo basi nitafute shilingi, si unajua tena na ratiba ile, kodi ikiisha inabidi nihame pale niende sehemu nzuri. Alafu nimekumbuka uliniambia kwamba utanitembelea uje upaone, si ulisema hivyo ama? Binti akajibu ndio nilikuahidi, ukiwa na muda njoo nichukue twende. Clara akasema poa, nitakwambia baadaye. Binti akasema lakini ujue kwamba sisi ni kaka na dada, so usije kuleta mambo mengine. Clara alicheka na kumjibu usijali kuhusu hilo. Alafu akajisemea moyoni yani wewe utaliwa tu, wewe subiri. Na ndivyo inavyokuwa hivyo msikilizaji. Binti amejaliwa na aibu sana. Sometimes kusema kwamba anataka mzigo ama anataka show hawezi kutamka, ila anakuwekea mazingira na kujifanya kama hataki, lakini kumbe ni anataka. Basi bwana. Saa 7 mchana Clara alikuwa ashaingiza shilingi 20,000. Nyota ya huyu Mwamba ilikuwa safi. Alafu vile vile alikuwa na wateja wengi, ila tu kipindi cha nyuma Pendo ndiye alimvuruga na kumharibia utaratibu. Aliona aende akapumzike, angerudi tena jioni. Akamtext mtoto wake akamwambia hello mambo. Feti naye akajibu umeshindaje handsome? Jamaa akajibu niko poa kabisa, nakuja kuchukua mama. Feti akajibu ya kwamba mbona ghafla? Ina maana hujajiandaa? Bado, ngoja basi nioge chap. Sawa, hamna shida. Clara alisubiri dakika chache, binti akaoga na alimwambia amfuate. Jamaa akapanda pikipiki yake chap ili amfuate. Alipofika njiani alikutana Pendo akiwa anaongea na mama moja hivi. Hakumsemesha maana tayari walikuwa maadui. Pendo naye alimwangalia vibaya sana, jamaa akapita zake. Akaenda kule kwa Feti, alafu alipofika alikuta chakula, akala na waliondoka kwa pamoja wakiwa kwenye pikipiki. Ile tabia ya kumlalia mgongoni alikuwa ameshaizoea. Alimlalia tena kusasa pikipiki inaenda taratibu. Bwana umbea wa wanawake hauishagi. Pale pale alipoacha Pendo na mwanamama wakipiga story aliwakuta tena. Sasa Pendo alikodolea macho abiria aliyebebwa ni nani? Maana binti alikaa pembeni, maana siku hiyo alivaa nguo ndefu ya kijani, alafu kichwani alifunga hijabu akanoga. Na kipini chake puani, aliita. Basi alikuwa amejilaza kwa madoido. Pendo akakodolea alipotazama hivi, kitoto cheupe kimelala mgongoni kwa mtaalamu. Kwa namna alivyomwangalia kwa haraka alijua tu ni wapenzi, lakini kumbe ni kaka na dada. Sasa mtaalamu akasema yes, amenikuta wakati mzuri huyu mshenzi. Aliwaza hivyo, lakini vivyo hivyo Pendo alikuwa ni moyo wake unamdunda sana.
Yule mwanamama akamuuliza kwamba huyu kichaka kutana wapi na mwanamke mzuri hivi? Pendo akaongea kwa moyo wenye chuki, akasema ni abiria tu, anajilegeza kwake ili asamehewe nauli. Na hata kama ni mpenzi wake, atamweza huyu kijana mwenyewe amejaa tu mashetani. Ukilala naye usiku ndio utamjua. Lakini aliongea hayo moyo ukimuuma sana. Hakukaa kwa amani tena, maana alijua amemkomoa, kumbe angelipata aliye bora zaidi. Asa Feti na Clara walifika kabisa nyumbani, katika nyumba aliyokuwa amepanga yule mtaalamu, na Jumapili ile wapangaji wote wapo nyumbani. Wamama kwa wasichana na watoto wa shule walikuwa wanafuafua tu pale nje. Sauti inayotoka pwani ikasikika kutoka kwa mtoto mkali wa Kizanzibar, Fatuma binti Musa, ikisema ya kwamba sasa hizi. Wote wakaitikia salama, huku sasa wakimgeukia, na saa hiyo sasa mtaalamu alikuwa akifungua mlango wa chumba chake huku anatetemeka kwa oga. Hakujua binti angemchukuliaje. Sasa walifika ndani. Palikuwa pamekaa tu. Jamaa hana kiti, ni godoro chakavu, tena lipo chini, halina hata mto wala shuka zaidi ya lile lililotandikwa. Akamwambia binti, mimi nakaa hapa, huku sasa akimtazama kwa macho yenye uoga mkubwa sana, tena wiziwizi. Jamaa akamwambia karibu sana. Sasa Feti alipepesa macho kushoto kulia na kumwambia kwamba sasa mimi naketi wapi? Clara akakuna kichwa na kusema kwamba hapa kwenye kitanda changu, siku kija tena utakaa kwenye kochi, sawa? Feti akajibu sawa. Binti taratibu aliketi kwenye godoro, halafu na mtaalamu naye aliketi. Wakaanza kupiga story mbili tatu, japo mwamba alikuwa hajiamini, maana alikaa mbali kidogo na binti. Unajua ndio maana nilikuwa naogopa kuleta, yani unaona jinsi palivyo. Usijali, ndio najitafuta. Si unajua kilichonileta aliuliza binti, halafu wakatazamana kwa macho ya mbali kidogo. Jicho la Feti lilikuwa legevu, uso umejazwa maurembo. Mkono mmoja kautumia kuushikia, huku sasa mwingine akipapasa huo uliosimama kama stendi. Halafu sasa alikuwa ameuchora ina kama mtu aliyekuwa ametoka kwenye harusi fulani hivi ya kipwani. Najua kilichokuleta ndio, lakini umekaa mbali sana, sogea bwana, alisema binti akimuonyesha sehemu ya kusogea. Mtaalamu akasogea na wakakaa huko sasa wakitazamana kwa ukaribu hali ya juu sana. Sasa ule binti alivyokuwa anamwangalia tu, alionyesha kwamba ameshakolea. Yaani kashavutiwa na muuni, ila muuni hakuelewa sana, aliogopa. Binti alimtazama huko sasa akiumauma midomo yake. Clara akaanza kumtamani na hata kujaribu kumsogezea mdomo, ila binti alikwepa. Wakarudi tena kuangaliana kwa ukaribu. Niambie. Wewe ni mzuri. Kweli. Kweli vile. Wewe ni mzuri na sijawahi kuwa na rafiki wa kike mzuri kama wewe. Asante, alisema huku akinyanyua mkono wake na kushika ndevu za Clara. Hizi ndevu uache zikuwe nyingi basi, utapendeza. Najua wewe ni mtu wa suna, kwa hiyo unaniambia hivyo ili niwe kama Mwarabu, si ndio? Kwa bahati nzuri sina ndevu nyingi, sio asili yangu. Binti alitabasamu sana huku akizidi kuzichezea zile ndevu. Unajua mimi sijawahi kuona hata nywele zako. Kweli? Ndio. Mimi na nywele mbaya, alisema binti huku akitabasamu. Unadanganya bwana, hebu tuone. Aliongea Clara huku sasa akijaribu kushika pini iliyokuwa kichwani ambayo ilikuwa imeshikilia ile hijabu. No, alisema binti huku akijaribu kumzuia. Basi wakaanza kuparangana pale kitandani. Huyu anataka kuvua ushungi, alafu binti anazuia. Sasa miparangano ikaendelea, wakajikuta sasa wamedondoka kwenye godoro, wanaangaishana tu kwa dakika nzima. Sasa ile imegusano ikawa sasa inaelekea kugusana katika zile sehemu zenye starter. Mara shingo, mara siji masikio, mara siji maziwa. Basi binti akaanza kulegea na kutoa sauti fulani hivi za kimaba. Katika kulegea kwake akageukia chini ili sasa kuweza kukwepa kuchezewa nyonyo, maana ndio hisia zake zilipokuwa. Alipolala kifudifudi alijikuta sasa anaacha huyu nyashi yake juu, na Clara alipanda na kumlalia, huku sasa mjegeje wake uliokuwa umeshatuna tayari ukawa sasa umemguda binti kwenye nyashi. Binti alitulia kimya akiusikilizia mjegeje unavogusa. Halafu mwamba akawa sasa anamtekenya nao makusudi kali. Binti akawa anaanza sasa kula taratibu, maana muda mrefu tu alikuwaga na hisia na ule kijana mweusi sana. Hijabu ilipofunguliwa kichwa kilibaki wazi, na mtaalamu alishuhudia nywele ndefu na laini za singa nyeusi ti. Akajikuta anaanza kuzichezea. Asa binti alipoona anaenda kuliwa kirahisi,
Aligeuka haraka na kumlaza mtaalamu kando, alafu akamtazama machoni jamaa. Macho yashabadilika rangi. Akamuuliza, nani kakuruhusu nivue hijabu yangu? Clara akasema nisamehe. Alisema hivyo Clara huku sasa akimtazama. Sasa binti alipepesa macho akajikuta anaenda kudolewa kwenye, alienda kudolewa kwenye suruali ya mwamba. Kuna kitu kwa kimesimama mle ndani kimetuna. Ajikuta anaacha mdomo wazi kwa namna alivyotamani. Ni miaka 3 ilikuwa imekatika tangu afanye mara ya mwisho. Alikuwa ameiahidi nafsi yake kwamba hatofanya mpaka ndoa, lakini mkono wake ulimsaliti na kujikuta sasa ameweka kando kidogo tu ya mjegeji wa mjamaa. Basi Feti kwa sauti ya utulivu sana akamwambia mtaalamu ya kwamba natamani kubusu mdomoni, la wewe ni kama kakaangu tu. Clara kusikia vile alimvuta kwa nguvu, kwa hiyo lips zao zikawa zimekutana. Sasa wakati wanafanya hivyo, binti akatumia ujanja mpaka akaushika mjegeje. Licha ya kwamba ilikuwa ni ndani ya suruali ya kitambaa, mtaalamu alifosi akajikuta sasa anapewa ulimi pale pale kitandani. Sasa kupeana ule ulimi, binti hakuridhika. Aliamua kupeleka mkono ndani kabisa suruali na kushika mjegeje. Aliposhika hivi, aligundua ni mpini mnene na aliutamani sana. Sasa saa hiyo akauachia ulimi wa mtaalamu, halafu akaendelea kupapasa mjegeje taratibu. Ndani ya sekunde 10 aliona aibu, akautoa mkono na kuketi, halafu akaanza kutafuta mtandio afunge kichwani. Na Clara alimwacha jifunge tu. Hakuona haja ya kumbanabana, japo angeamua pale pale kingeeleweka. Sasa Clara aliinuka akaenda kufunga mlango vizuri. Alipogeuka, binti alikuwa ashajiweka sawa. Ameinuka naye ashabeba pochi yake, licha ya kuonekana mlegevu. Alisema kwamba nipeleke nyumbani. Clara alimnyang'anya ile pochi akaitupa kwenye godoro, alafu akamshika kiuno kwa mkono wa kushoto, alafu wa kulia akaushika mkono wa binti. Akamnyanyua juu huku sasa vidole vikiwa vimeingiliana. Akamtembeza kwenye nyume binti. Binti akatoa bwana kutani kwa mgongo na mkono sasa ukiwa umenyanyuliwa juu. Yaani umetua pia kwenye ukuta, alafu sasa kiuno kimekamatwa na ameegeshwa ukutani. Wanatazamana tu kwa karibu. Binti akauliza nini? Feti, I love you. Feti aliuma midomo yake, akafumba macho kisha akavuta pumzi kwa nguvu. Alafu akafumbua macho na kumtazama huku sasa akitikisa kichwa kidogo. Bata tukupanga hivi Clara. Najua ila nakupenda sana Feti. Naomba basi uniache sasa niende, siku nyingine nije tena. Ila usifanye hivi, naomba niache niondoke. Sisi sio wapenzi bwana. Clara alimtazama binti kwa sekunde kadhaa kisha alimwachia na kurudi nyuma tu kadhaa. Kumtazama binti amekuwa mwekundu. Ndipo Feti sasa akamfuata akamkumbatia na kumbusu shavuni. Alafu akamwambia nipeleke nyumbani. Basi poa twende, alisema Clara huku sasa akiinama na kuchukua ule mkoba akamkabidhi binti. Basi bwana, walipotoka nje kila mmoja alikuwa anawatazama. Maana walikuwa wanaonesha nyuso za uchovu na ulegevu. Binti yake alikuwa mwekundu huku akipiga tu kwa tabu, maana ndani ya kufuri kulikuwa kunawasha. Clara alifunga mlango akapanda pikipiki, alafu binti akapanda. Hao wakaondoka zao kurudi alipokuwa anaishi binti. Walipofika pale getini, waliagana na binti aliingia ndani na mwamba akarudi kijiweni. Kiukweli mioyo ya wote ilikuwa inawaza matukio yaliyofanyika kule ndani kwa mtaalamu. Feti hakuweza kufanya kitu chochote siku ile. Alijilaza tu kitandani peke yake, akawa sasa amefumba macho huku sasa alikuwa anaiwazia ile pingili ya mua aliyoishika kwenye suruali ya mtaalamu. Kale ka pingili ka juu. Binti alizunguka kitandani kama bawaba. Kila mkao anaokaa na ukai. Halafu sasa ukizingatia mzunguko wake alikuwa kwenye siku za danger. Moto ulimsumbua siku ile. Ilibidi sasa ifike mahali akatafute maji ya moto ajikande nayo ili akae sawa. Nadhani watoto wa kike mnafahamu hii technique. Basi giza lilikuwa limeshaingia muda huo. Alikuwa anajaribu kutafuta usingizi, lakini saa 2 kamili simu yake ilita. Na alipopokea ilikuwa inatoka kwa Clara. Alipokea na kumwambia kwamba Feti, mbona nakuwaza namna hii? Feti aliguna tu na kusema tunawazana labda. Yaani nakuwaza sana ila najizuia tu, sitaki kuleta mambo mengine. Sawa vipi? Umeshakula Feti? Maana muda naona kama umeshasonga mbele. Miss Jala tasina ya kula. Nataka tu nipumzike mapema ili niwahi kuamka. Okay, mimi mwenyewe nimerudi mapema nyumbani. Nilikuwa nafanya kazi kivivu, nikasema niwahi nije niongee na wewe. Kwa nini sasa? Feti, nakupenda. Najua wewe ni mwanamke uliyesoma. Mimi sijasoma kivile, japo bado na ndoto.
wewe ni mwanamke mzuri, pengine mimi siwezi kuwa na mwanamke wa uzuri huo. Pia umezaliwa kwenye familia ya kitajiri. Mia kwangu ndio hivyo tena, si unaelewa? Ni kweli ulivyovisema, lakini kama mimi nikisema nakupenda basi hivyo vyote viondoe, maana masharti yangu sio pesa. Sura yangu mimi mwanamke napaswa niwe mzuri, mwanaume awe strong, anivutie na anishawishi pia. Swala la elimu sio kivile, maana mimi najua kuna waliosoma na bado akili zao zimejaa ujinga mtopo. Yeah. Mimi masharti yangu kwanza ni kwamba napenda mwanaume mwenye kupenda ibada, awe Muislamu. Pili, awe smart. Na tatu, anithamini, anionyeshe mbele za rafiki zake kwamba mimi ni mpenzi wake, anitambulishe kwa ndugu zake. Na mimi sihitaji kufichwa kama bangi bwana. Alipomaliza hii sentensi wote walicheka. Unanicheka? Mfano kama wewe sio mtu wa ibada ndio kitu kabisa kitanifanya nisikupende kabisa. Mbona mtihani sasa? Ujue hivyo, Mungu kwanza. Sawa, nikifanya yote hayo utanikubalia? No, sijamaanisha hivyo, ila nimekuambia tu ninavyotamani mtu wangu awe. Anyway, kampani yako ni tamu sana Clara. Ya kwako ndio tamu zaidi, japo hatukuimalizia utamu rasmi. Wewe utamu gani wewe? Utamu yani kwanza kuna utamu gani wa kaka na dada? Muda ule unajua nitamani niweke tu kichwa tu. Haina mabega hiyo. Ingeingia yote. Ingeingia, si ningeichomua Feti jamani. Wewe. Msikilizaji, kwa ufupi, Feti alisikia raha kutokana na hizo story na zikaanza sasa kumrudisha kuikumbuka ile hisia yake. Kwanza nani angekuruhusu toe? Unaacha huko mpaka unikojole. Wacha story zako bwana. Oya, mimi nataka kulala. Kesho tutakuja nichukue asubuhi na mapema nikulalie zangu kwa mgongoni. Unapenda sana. Na leo kulala kwako mgongoni kumenifurahisha, maana nimekutana na ex wangu aliyenibia vitu vya ndani. Amejisikia kama ni takataka, maana ulivyo mzuri. Sijui kama atalala leo. Wewe saa ngapi tena? Nitakwambia kesho. Haya bwana, usiku mwema. Usiku mwema Clara wangu. Asante Feti wangu, nakupenda. Asante Clara wangu. Mama, kwaheri. Basi waliagana kistali hiyo, lakini kumbuka hawa walikuwa sio wapenzi. Sasa kuna mwanadada mmoja askari polisi bwana. Alikuwa akitumika katika kesi tofauti za serikali pale mahakamani. Alikuwa anaitwa Alice. Alikuwa ni rafiki wa karibu sana wa Feti. Alice alikuwa anaumia maana alikuwa amehamishwa kikazi kwenda mkoani Pemba kaskazini katika visiwa vya Zanzibar. Kwa hiyo alikuwa analalamika sana. Akanasema maisha huko bwana mimi siyawezi. Feti akamwambia kule kuzuri tu, wala usiogope shoga yangu. Alice katika malalamiko yake alisema kwamba kuna vitu vyangu vya ndani, nitapeleka wapi sasa? Feti akamwambia uza tu, maana kuvisafirisha ni mbali. Alice akasema nimenunua gharama vile vitu sio chini ya 3 milioni. Hapa watu watanunua kwa bei rahisi sana. Kwa hiyo staki, bora nisafirishe tu. Feti akasema haya bwana. Kwanza kwani kodi imeisha? Alice akasema bado miezi 2 pale. Feti akajibu okay. Alice akasema mimi naenda kwanza, alafu nikishaona mazingira utanisaidia kuvipakia. Akajibiwa sawa rafiki yangu. Sasa baadaye mida ya saa 5 kesi za siku hiyo zilikuwa zimeshaisha. Maana zote zilikuwa za kuahirisha tu, kwani hakimu alikuwa amesafiri, hivyo hakuna msikilizaji zaidi ya hakimu kutoka mahakama nyingine alikuja kumsaidia kuziahirisha. Alice aliondoka na Feti alibaki mwenyewe pale katika ofisi, akawa anachezea simu yake tu. Alice njaa na kuita muuza chai kwa dirishani amletee chakula. Basi aliletewa chai na chapati, akawa anakula taratibu tu. Akamtumia Clara message ya kwamba hello, karibu chai. Clara alijitega vizuri kisha akamwambia asante, kuna kitafunwa gani? Chapati tu. Vipi utanilisha? Ndio nitakulisha tena kwa mdomo. Basi nakuja. But nataka tukilishana niwe nimekupakata. Kuhusu hilo tu usijali dia, ila naogopa. Nini? Ikisimama nikiwa nimekalia si nitakuumiza. Basi inabidi usivae kufuri ili ikisimama ingie tu kwenye shimo lake moja kwa moja. Mjinga sana. But unajua nikiwa nimekalia ikiingia itaingia yote mpaka mwisho, alafu hatutaweza kula tena. Lakini itakuwa tamu kuliko chapati ujue. Naelewa hilo, lakini
Hivi kwa nini kichati na wewe yani na kwa sijinajisikiaje? Pole kipenzi. Basi pole sana bwana. No, jana nikosea bwana. Tangu jana unajua nimelala, yani kwanza nimelala vibaya, nimeamka vibaya maana nilishika na iwaza sana tu. Afu mimi nataka kweli. Ndio, nimependa. Okay, basi sawa, nitakupatia. Sawa mama. Sawa dia. Msikilizaji, kumbuka hawakuwa wapenzi bado. Na muda huo walikuwa na chati kama rafiki, bado hawakukubaliana kuwa na mahusiano. Lakini Feti alikuwa anapata hisia kali kwa mtaalamu huyu sana tu. Hakujua zimanzia wapi. Alimaliza kula chapati akajilaza kwenye meza, halafu akawa anawaza mwenyewe. Akasema kama nimeshampenda, lakini kwa nini nimpende? Kwani ana nini yani? Hapana staki. Alijaribu kujizuia ila bado aliwashwa na muwasho wake ule ambao ulihitaji mjegeje ili uweze kutulia. Basi akaja karani wa mahakama, akamkuta binti kajilaza kwenye meza, akamuita, "We Feti." Basi Feti kivivu sana aliinua macho yake na kumtazama kiuchovu. Akamwambia, niambie. Yule mwanamke akamwambia, "Naona leo uko vibaya shoga yangu." Feti alimwambia, "Vibaki vipi?" Karani akasema, "Jiongeza tu mwenyewe bwana." Halafu akachukua mafaili na kuondoka zake. Feti alivumilia mpaka saa 7 ile, akaona kwa kuwa sasa hamna kazi, basi aondoke zake tu. Hivyo akampigia simu Clara ili aje kumchukua ampeleke nyumbani. Clara alienda kumchukua na waliondoka kuelekea alipokuwa amepanga, na walipofika getini, binti akamwambia, "Twende basi tukapike tule." Clara akamwambia kwamba, "Yani hapa nilipo leo sina hela, nimeingiza shilingi 8,000 tu. Na 8,000 yenyewe ni hela ya boss. Kwa hiyo naomba nikatafute ya kwangu afu mimi nitakuja baadaye tafadhali sana." Feti alimtazama kwa uchu sana na kumwambia kwamba kwani si kama nusu saa tu unakaa. Clara alielewa binti anahitaji kampani yake, lakini alimwambia kwamba naomba upike afu kimaliza niite, mimi nitakuja kula tafadhali. "Kweli? Unajua nitaka kampani yako nikipika, utanipigia tafadhali sana," alisema Clara, huku sasa akimshika shavuni binti, na binti akatikisa tu kichwa kumaanisha poa. Clara aliondoka zake. Akiwa njiani akawa anawaza sana kwamba kwa nini ule mtoto mkali anaonekana kumzimikia. Basi akaenda kumpa story mshikaji wake pale kijiweni kwamba kuna msichana alitaka wakapike wote ila jamaa aligoma. Sasa ule mshikaji alipandwa na hasira, akamwambia kwamba wewe ni boya nini? Yule mtoto anataka bwana, nenda kamfumue mzee. Clara akabaki akicheka tu kwa jinsi alivyokuwa anaambiwa. Aliona ngoja apoteze na kuendelea kutafuta abiria. Sasa huku nyumbani binti alikuwa anatengeneza samaki. Alikuwa anapenda sana na alikuwa anataka kula ugali wake safi kabisa kwa samaki. Alikuwa anapika lakini hakuwa na furaha. Mwili wake ulikuwa unahitaji kitu. Kuna majimaji hivi alikuwa amemjia kiunoni, so hakutaka yaendelee kuwepo. Ila moyo ulimuelekeza mtu mmoja tu anaweza kuyatoa. Ni mtaalamu Clara. Kwa kifupi Clara ndio mtumbuaji wa hayo maji. Binti alisonga ugali safi kabisa, akautenga kwenye hotpot na kuweka mezani. Mboga pia akaweka mezani, akampigia Clara. "Hello, wewe nimeshapika bwana, naomba uende pale Sabato unichukulie mtindi lita 1 alafu je nao." Poa, dakika 0 basi nakuja." Okay. Basi Clara alienda kuchukua mtindi na kwenda kwa binti. Lakini wakati akiwa njiani, binti naye alikuwa bafuni akiweka mwili wake sawa. Alioga kwa dakika chache sana, alafu alivaa tu kajezi ka Taifa Stars, huku chini akifunga kanga na ndani kukiwa hamna kitu. Siku hiyo hata nywele zake zilikuwa wazi siku ile. Alionekana ashaamua kuacha mwili wake wazi uonekane tu na mwanamume mmoja tu ambaye ni Clara. Alipomaliza kujipaka mafuta alienda sebeni, akaishika simu yake na kuna message 2 za Clara ziliweza kuingia. Ya kwanza ilikuwa nishafika, njoo uchukue. Alafu nyingine iliandikwa ya kwamba mbona utokei. Asa binti akaenda haraka nje na kufungua geti, akatazama bado Clara yupo kanuna kidogo, lakini binti alimfanya tabasamu. "Unajua sije kuona umenuna hivi." "Unajua nimekusubiri sana." "Bwana nisamee." Alisema hivyo kwa mideko, huku sasa akifungua geti kubwa. "Ingiza pikipiki ndani." Basi Clara aliingiza pikipiki ndani, akaipaki na kuzima, alafu Feti alifunga geti, wakaondoka kuelekea katika room yake kwa ajili ya kwenda kupata chakula cha mchana. Walipofika ndani kulinukia samaki sana. Clara aliketi na binti alianza kuparangana kuweka chakula kwenye sahani ili waweze kula kwa pamoja. Clara alikuwa akimwangalia yule binti. Siku ile aliacha baadhi ya sehemu kuonekana, hivyo
ile ngozi nyeupe ikawa sasa inamshangaza sana mtaalamu ilivyokuwa inampendeza mtoto wa kike. Basi Feti alipokuwa ugali na mboga alafu maziwa alitia kwenye glasi mbili na kumnawisha mikono Clara, alafu naye alinawa akaketi kwenye sofa moja na Clara. Karibu tule. Asante sana. Basi walianza kula, lakini binti alikula taratibu sana. Hakuonekana ni mwenye hamu ya kula sana siku ile. Vipi, mbona uli sasa? Unajua yani zile chapati naona bado zipo tumboni. Clara aliguna na kunyanyua glasi ya maziwa akamsogezea binti mdomoni na kumnywesha. Asante. Binti baada ya kumeza alitamka hivyo asante. Alafu naye alinyanyua pande la samaki akatega mdomoni mwake, alafu akamsogezea anataka mlishe kwa mdomo. Sasa Clara alisogeza mdomoni akawa sasa anapokea, lakini binti alingangania mdomoni tena, akiunyanyua mguu wake kulia na kumpana mapajani. Akawa sasa amepakatwa huku sasa akilishana pande la samaki mdomoni. Na muda huo mikono alikuwa amezungusha shingoni mwa jamaa, huku sasa akimweka katikati mapajani. Wakaanza kukulana mate pale tena kwenye kochi. Sasa mipasano ya hapa na pale ilianza, hali iliyopelekea sasa mtaalamu kufungua kanga yule mtoto na aligundua binti yuko uwazi hana kitu. Alipochungulia aliona kila kitu, uwepo uliokithiri, tena kwenye upande wa paja yani hakuwa na doa hata moja. Basi akamnyanyua mzima binti, hapo binti anema kwa nguvu sana. Alafu sasa mwamba akaenda naye mpaka chumbani, akamlaza kwenye bed huku sasa kanga ikiwa mbali. Feti mikono yake alifunika yani kama alitumia kufunika uso kwa aibu, lakini Clara alipomtazama mtoto wa kike kitandani katikati ya mapaja yake, aliona tundu zuri sana na safi tena liko upara. Basi alishika ile t-shirt aliyovaa binti akanyanyua mpaka juu, akiacha sasa madodo mawili kifuani kwa binti yakiwa wazi kabisa. Alafu juu sasa yakiwa sasa ni kale kichwa ni kekundu. Akapeleka lipsi zake pale kwenye kale kichwa. Basi akanasa moja na nyingine sasa sasa anaipapasa kwa kutumia vidole vya mikono akile kwa juu tu. Binti wa watu alijikuta akilia kakilio kama haba huku akihangaika. Ilikuwa ni mwendo tu wa no. Yani jinsi kalivyokuwa kanalia. Msikilizaji, tukutane sehemu inayofuata kuona mtoto nazi ikipasuliwa. Hii moto ni moto mtamu kweli. Usije ukakosa sehemu ya pili, maana show iliyokuepo na mengi yaliyotokea kwenye hii ama haya mahusiano ama hii kapo ni balaa sana msikilizaji. Okay? Kumbuka ile kusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Bye bye.